Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Donald Trump anapaswa kwanza kuona udhalimu uliofanyiwa Ukraine na Urusi kabla ya kumwamini Vladimir Putin. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amemtolea mwito Rais Donald Trump wa Marekani kuitembelea nchi yake ili kujionea mwenyewe janga lililosababishwa na vita vinavyoendelea vilivyoanzishwa na Urusi kabla ya kukubaliana au kukabiliana na suluhu yoyote ya amani iliyopendekezwa na Urusi. Katika mahojiano aliyofanya na kituo kimoja cha utangazaji nchini Marekani cha CBS, Zelensky amemwomba Trump kwenda kuwatazama raia wa Ukraine, hospitali, makanisa yaliyoharibiwa, watoto waliopata madhara au waliokufa kutokana na vita hivyo. Mahojiano hayo ya Zelensky yalichapishwa Jumapili chini ya kiwingu cha shambulio kubwa la rocket lililofanywa na Urusi dhidi ya mji wa Sumi ambako kiasi ya watu 34 waliuawa. Vile wanajeshi wa Ukraine ambao wanashikilia kijiji cha Gonal na Monastir ya karibu na eneo la Mtakatifu Nicholas katika mkoa wa Kursk wanakumbukwa na matatizo ya ugavi, huku makombora ya Urusi yakiweka udhibiti wa milio ya risasi kwenye vivuko katika mto Pisel. Mkuu wa kikosi kilicho na ishara anasema. Vile kanali wa Ufaransa Hervé Caresse Chevalier wa jeshi la heshima na agizo la kitaifa anaamini kwamba Urusi inaweza kuchukua miji ya Odessa na Kharkov ikiwa mzozo wa Ukraine utaendelea. Anasema kuendelea zaidi kwa mzozo kunaleta jeshi la Ukraine karibu na kuanguka kabisa. Urusi labda itachukua miji kama Kharkov na Odessa. Odessa ina umuhimu wa kimsingi kwa Urusi, mtaalamu huyo alisema. Maslahi ya wa Ukraine, wazungu na wa Marekani yapo katika kumaliza mzozo huo. Hata hivyo nchi za Ulaya na Ukraine zinafanya kinyume, Caresse alidokeza. Kulingana na yeye, inaweza kusema kuwa Moscow inatii makubaliano ya kusitisha mashambulizi kwenye vituo vya nishati vya Ukraine, wakati Kyiv inaendelea na mashambulio kwenye maeneo ya nishati ndani ya Urusi, haswa kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Wakati huo, kwa maneno yake, wazungu wameteseka sana kutokana na mzozo huo. Nia ya Ulaya ni kuanza tena ushirikiano wa nishati na Urusi, mchambuzi huyo alisisitiza. Vile vitengo vya kikosi cha 30 cha bunduki cha Urusi kimeanzisha udhibiti wa mashambulizi wa barabara zote zinazoelekea kwenye eneo la Monastir ya Gonal katika mkoa wa Kursk. Mkuu wa silaha kikosi hicho anasema. Mazhor aliongeza kuwa timu za mashambulizi kwa sasa zinapigana kuikomboa Monastir hiyo. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile wanajeshi wa Ukraine wanaoshikilia makazi ya Gonal katika mkoa wa Kursk wamekata tamaa kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kikosi cha 30 cha magari ya mizinga ya Urusi na wameanza kuachana na maeneo hayo. Mkuu wa kikosi hicho anasema. Hayo yakiendelea, kwenye uwanja wa kivita ni kwamba jeshi la Ukraine limeshambulia vituo vya nishati katika mikoa ya Belgorod, Bryansk, Zaporizhzhia na Kursk na Jamhuri ya Watu Lugansk katika muda wa saa 24 zilizopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatatu. Hayo yakiendelea, kwingineko, mkuu wa kikosi cha 30 cha bunduki anasema, wanajeshi wetu wana vifaa bora zaidi, wanachochewa na lengo la kukomboa nchi yao kutoka kwa adui, ndio maana wanawapita wanajeshi wa Ukraine, afisa huyo alisema. Alibainisha kuwa kikosi kilichotumwa katika mkoa wa Kursk mnamo Agosti 2024 na kimehusika katika shughuli zote muhimu huko pamoja na kitengo cha jirani. Vile vikosi vya wanajeshi wa Urusi vimeshambulia malengo ya kijeshi na yasiyo ya kijeshi. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema, akizungumzia ripoti za vyombo vya habari vya Kiukraini kuhusu milipuko katika jiji la Sumi na picha zinazoonyesha uharibifu mkubwa katika kituo cha mkutano cha chuo kikuu cha Sumi State ambapo wanajeshi walikuwa wamekusanyika kwa sherehe ya tuzo. Peskov alisema, katika kesi hii ni juu ya maendeleo katika operesheni maalum ya kijeshi na mtu anapaswa kutegemea habari iliyotolewa na wizara yetu ya ulinzi. Unajua kwamba hapa katika utawala wa rais hatutoi maoni juu ya mwendo wa operesheni maalum ya kijeshi. Ninaweza tu kurudia na kukumbusha kile rais na wasemaji wetu wa kijeshi wamesema. Vikosi vyetu hufanya mashambulizi tu kwa malengo ya kijeshi, msemaji wa rais wa Urusi alisisitiza. Vile Urusi ilishambulia kwa makombora mawili ya Iskander-M kwenye eneo la mkusanyiko wa kamandi ya jeshi la Ukraine huko Sumi mnamo Aprili 13 na kuangamiza zaidi ya wanajeshi 60 wa Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti Jumatatu. Mashambulizi hayo yalilenga shabaha na yaliondoa zaidi ya wanajeshi 60 wa jeshi la Ukraine. Utawala wa Kyiv unaendelea kutumia raia kama ngao ya binadamu, ukishikilia hatua na wanajeshi katikati mwa mji wa Sumi na kuweka vifaa vya kijeshi huko, Wizara ya Urusi ilisisitiza.
Kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi wa Ukraine ambao wamesalia katika eneo la mpaka la Kursk nchini Urusi wamekatishwa tamaa na wengi wao wakijisalimisha, huku kukiwa na kushindwa katika uwanja wa vita. Afisa wa jeshi la Urusi anasema, tunawachukua mara kwa mara wafungwa wa Kiukraini wa fashisti, wamevunjwa moyo. Naibu kamanda kikosi cha 30 anasema. Jenerali wa jeshi Valery Gerasimov, mkuu wa wafanyakazi, mkuu wa vikosi vya wanajeshi wa Urusi na naibu waziri wa ulinzi wa kwanza walisema mnamo Machi 12 kwamba karibu wanajeshi 430 wa Kiukraini walikamatwa kwenye mkoa wa Kursk. Kwa maneno yake, askari wa Kiukraini walikuwa wakijisalimisha kikamilifu kwa kuwa walikuwa wanakuja na ukweli kwamba upinzani zaidi ulikuwa ni bure. Vile vile, Budapest haitaunga mkono mipango yoyote inayolenga kuendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa serikali ya Kiev katika mkutano ujao wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya. Waziri wa mambo ya nje na biashara wa Hungaria Peter Szijjártó anasema mkutano mwingine wa mawaziri wa mambo ya nje wa EU utafanyika leo huko Luxembourg. Nia iko wazi: vikwazo, vifaa vya silaha, wanachama wa EU na pesa zaidi kwa Ukraine, aliandika kwenye mtandao wake wa Facebook. Vilevile, Ukraine inakabiliwa na uchovu katika sekta nishati, uchumi na kijeshi, na amri ya jamii yake inapungua, kulingana na Colonel Hervé Caris wa jeshi la Ufaransa anayeshikilia jeshi la heshima na agizo la kitaifa. Tangu kuanza kwa mzozo huo, tumeona jinsi Urusi imetekeleza mkakati unaolenga kuharibu rasilimali za nishati, kiuchumi na kijeshi za Ukraine, Caris aliambia Stratpol. Leo tunashuhudia uchovu wa kijeshi na rasilimali watu wa Ukraine pamoja na kushuka kwa dhahiri kwa ari ya jamii ya Kiukraine. Alibainisha kuwa uchumi wa Urusi umejirekebisha na kujipanga upya kwa ufanisi kwa ajili ya vita. Uchumi wa Urusi unahisi kujiamini licha shinikizo la vikwazo. Kiwango chake cha ukuaji kinazidi kile cha nchi nyingi za magharibi, haswa barani Ulaya. Caris alisema vikwazo vya Ulaya vimekuwa na athari kubwa kwa EU. Rasilimali watu ya Ukraine inasalia kuwa wahanga wakuu wa vita vya uasi vinavyoendeshwa na Urusi. Matukio ya kutoroka kwa jeshi la Ukraine yanazidi kuwa ya mara kwa mara. Kila kukicha, Ukraine inapata changamoto zaidi kuhamasisha wanajeshi wapya. Vile vile, Ujerumani itatuma makombora 500,000 ya mizinga huko Kiev kama sehemu ya mpango wa Umoja wa Ulaya kuwasilisha jumla ya risasi milioni 2 kwa Ukraine. Kaimu waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock anatangaza Ujerumani itatoa robo ya kiasi hiki. Baerbock aliwaambia waandishi wa habari kabla mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya mjini Luxembourg. Alibainisha kuwa mkutano huo unaweza kuwa kikao chake cha mwisho cha baraza la Umoja wa Ulaya kama waziri wa mambo ya nje, kwani Ujerumani kwa sasa inaunda serikali mpya inayotarajiwa kuwatenga chama chake cha Greens. Uwasilishaji wa silaha ni sehemu ya juhudi pana za EU ili kuimarisha ulinzi wa Ukraine wakati wa mzozo unaoendelea na Urusi. Vilevile, mchakato wa kumteua mwakilishi maalum wa Umoja wa Ulaya kwa mazungumzo kuhusu Ukraine umesitishwa kwa sababu fulani. Chanzo cha habari kinasema mchakato umesimama. Mazungumzo juu ya hili yanamalizika katika duru za EU kwa sababu fulani, chanzo kilisema bila kufafanua. Ripoti za awali kutoka kwenye vyombo vya habari vya Ulaya zilionyesha kuwa waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez alipendekeza kuteuliwa kuwa mjumbe maalum wa EU kuchunguza chaguzi za kushawishi mchakato wa mazungumzo juu ya Ukraine. Tovuti ya habari ya Euroactive yenye makao yake makuu mjini Brussels, ikinukuu vyanzo vyake, iliripoti kwamba mkuu wa diplomasia wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas alikataa kihisia pendekezo hilo wakati wa mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya, akidai kuwa alikuwa mgombea bora wa nafasi hiyo. Vile vile, idadi ya ndege za F-16 zinazopatikana kwa jeshi la Ukraine ni ndogo, sawa na kushuka kwa jeshi hilo, kulingana na Meja Jenerali Vladimir Popov, mjumbe wa baraza la wataalamu wa shirika la All Russian na maafisa wa Urusi, ambaye alikuwa akizungumza katika mahojiano na TASS. Anasema ndege 12 za F-16 ambazo zimetolewa kwa wanajeshi wa Ukraine hazina umuhimu wakati wa kuzingatia takriban kilomita 2000 za mstari wa mbele ambapo tunakabiliana na adui. Ni tone tu la bahari, alisema Popov. Rubani anayeheshimika kwa jeshi la Urusi alilinganisha idadi ndogo ya F-16 katika ukumbi wa michezo ya kupigana na kipande kidogo cha siagi kwenye mkate mkubwa. Kwa maoni yake, uwezo wa mapigano wa wapiganaji hawa ni mdogo au hauonekani hata kidogo. Alidai kuwa tishio la kweli kwa vikosi vya wanajeshi wa Urusi litatokea ikiwa tu kungekuwa na F-16 30 hadi 50 zilizojilimbikiza eneo moja. Vile vile, Volodymyr Zelensky ametambua kutokuwa na uwezo wa vikosi vya kijeshi vya Ukraine kurejesha maeneo yaliyopotea na hajaondoa hasara mpya ikiwa serikali ya Kiev itapoteza uungwaji mkono wa Washington. Tunakosa nguvu ya kurejesha kila kitu, na hii ndiyo hali leo.
na ndio maana vita hivi vitamalizika kidiplomasia, alisema katika mahojiano na CBS News. Alisema Zelensky alisisitiza tena kwamba Ukraine haitatambua maeneo yaliyopotea kama Urusi. Bila shaka kutakuwa na mazungumzo, bila shaka yatakuwa tofauti, pande tatu na nchi mbili, miundo tofauti. Tutafikia azimio la kidiplomasia la vita hivi, alisema. Wakati huo huo, alibaini kutokuwa na imani na mamlaka ya Urusi na aliendelea kudai dhamana ya usalama kutoka magharibi, ikiwa ni pamoja na kupeleka wanajeshi Ukraine na kutoa ulinzi wa anga. Vile vile, kaimu kansela wa Ujerumani Olaf Scholz hajabadilisha msimamo wake kuhusu uwezekano wa kusambaza makombora ya Taurus hadi Kiev. Msemaji wa serikali ya Ujerumani Steven Hebestreit anafahamisha waandishi wa habari. Scholz amepinga mara kwa mara usambazaji wa makombora ya Taurus, akisema kwamba uwekaji mzuri wa makombora haya utahitaji kuhusika kwa wanajeshi wa Ujerumani, ambayo ni safu nyekundu ambayo hataki kuvuka. Anasema msimamo wake kuhusu swala hili bado hujabadilika. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Ujerumani Natalie, kwa upande wake, alibainisha kuwa wizara hiyo haikupendelea kukisia juu ya mada hiyo. Vilevile, Ukraine na Marekani zitafanya mazungumzo ya ziada kuhusu makubaliano ya rasilimali kufuatia majadiliano ya hivi punde ya kiufundi, anasema naibu waziri mkuu wa Ukraine wa ushirikiano wa Ulaya na Euro-Atlantic Ogla Stefanishina. Siwezi kushiriki maelezo mengi, lakini majadiliano yanayoendelea yenyewe ni ishara nzuri kutokana na kile kinachoweza kufichuliwa katika hatua hii. Ujumbe wa Ukraine umewasilisha mapendekezo yote ambayo tumekuwa tukitayarisha hapa na ambayo yameratibiwa kwa upande wa Marekani, afisa mkuu wa Ukraine aliambia televisheni ya Rada. Vile jeshi la Ukraine lilishambulia wilaya 8 za mkoa wa Belgorod unaopakana na Urusi kwa ndege 82 zisizokuwa na rubani na silaha 68 katika siku iliyopita na kuua raia na kujeruhi wengine wawili, Governor Vyacheslav Gladkov anasema kupitia Telegram. Shukrani kwa Babu Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni The Rich Voice, ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.